Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Wafanyabiashara na wamiliki wa maduka yaliyopo stendi ndogo jiji la Arusha kwa siku ya leo hawajafungua maduka yao kuanzia majira ya asubuhi hadi mchana kwa kile walicholalamikia kufungwa kwa baadhi ya maduka mengi na halmashauri ya jiji la Arusha kutokana na malimbikizo ya kodi ambayo wanadaiwa na halmashauri ya jiji hilo. Wafanyabiashara hao wanadai kwamba kulimbikizwa kwa kodi hizo sio uzembe wa wafanyabiashara wenzao, bali ni sintofahamu ambayo iligubikwa na halmashauri hiyo ya jiji la Arusha kutokupokea kodi kwa wakati, na wakati ambapo walipaswa kulipa kodi walielezwa kwamba mchakato wa kupatiwa mikataba unafanyika, hivyo wakawacheleweshea kuwapatia mikataba hiyo na limbikizo hilo la kodi likawa kubwa. Wadai kwamba kodi hiyo hivi sasa wanatakiwa kulipa kwa mkupuo. Wafanyabiashara wengine kwa siku ya leo hawajafungua maduka kuwaunga mkono wenzao. Na hichi ni kikao cha wamiliki wa maduka hayo na wafanyabiashara ambacho kimefanyika kwa kuwajumuisha wote katika eneo la stendi ndogo hapa jijini Arusha. Ni kwamba tuliendaga kwa mkuu wa wilaya kwa lengo la kuandaliwa mkataba kwa ajili ya uwekezaji, yani mkataba mpya, kwa sababu watu walivyokuwa wanalalamika kwamba wanalipishwa kodi bila kuwepo kwa mkataba wowote. Basi tumeenda tukaambiwa kwamba imeandaliwa kamati, watapitia ule mkataba wetu. Kuna proposal tulipeleka ya kwetu ya mkataba tunavyotaka uwe. Basi tukajadili pale, wakasema watakwenda kukaa wao, wataujadili, alafu tutakuja kupewa mrejesho siku ya kukaa tujadiliane pande zote mbili kwa ajili ya makubaliano. Lakini ndio mpaka leo ulivyoona hakuna mrejesho wote, ndio kilichofuata ni maduka ya watu kufungwa. Lilikuwa ni eneo tupu. Leo lina vibanda zaidi ya 400 ambavyo ni watu walitoa fedha zao mfukoni wakajenga ardhi ya jiji kwa maana ya manispaa, lakini fedha ni za watu kutoka mfukoni mwao wameweka hapa. Sitaki kujua kuna waliokopa ama wametoa wapi fedha, lakini wamewekeza. Sasa kwa nini leo stendi ndogo inazungumzwa kuvunjwa? Maendelezo ambayo tulishirikiana na manispaa kuyafanya hapa miaka iliyopita, inaonekana kwamba kwa sasa hivi panahitaji kuendelezwa zaidi. Tunazungumza habari ya vibanda 400. Pengine wenzetu wa jiji wanaona kwamba ile eneo kutokana na umuhimu wake ama mazingira yake wanadhani pana pengine wanaweza wakawa na vibanda 1200. Sisi hatuna shida juu ya hilo. Tunachotaka kusema ni kwamba sisi wale ambao tulijenga vibanda 400 kule mwanzo, wanapofikiri kuongeza vibanda hapa kufika 1200 ama idadi yoyote wanaotaka kuendeleza, sisi wale 400 tuwe sehemu ya uendelezaji huo. Miaka 20 iliyopita huko na zaidi, hata kabla uwekezaji haujaeleweka vizuri, sisi tulikuwa tuna huo mwamko. Sasa leo tutashindwa 2025? Kama tunaweza kuendeleza hapa pakiwa na tope, tutashindwa kuendeleza leo pakiwa na lami? Kwa hiyo ndio point yetu na hoja yetu ya msingi. Wana EFD machine, wanalipa kodi za kawaida, wana VAT, wanalipa kodi za VAT. Yaani tuna kodi na tunalipa. Ina maana kama watu wanalipa, ina maana ndio maana wamekaa huko. Kama wangekuwa hawalipi wasingekaa. Na watu ni wasomi. Nikiwaambia hapa hao wote tuliosimama hapa, watu wasimame wenye degree ambao hawana kazi, nitashangaa sana. Watu wana madegree, wana masters, lakini wameishia wanafungua maduka. Ili na hatujakataa, tumesema tutaenda VETA na tutajifunza kazi na ujuzi na tutafanya. Hatujakataa. Ni hali ya uchumi wa dunia. Lakini sasa basi tuacheni tufanye kazi. Mama yangu alifunga tumbo akajenga kibanda, basi na yeye mimi nimpelekee 200,000 akale au 100,000 akale, na mimi nifanye kazi nipate nikale na watoto wangu. Ni rahisi tu. Hakuna mtu anayefanya uwekezaji. Au kuna mtu anafanya? Nadhani watu wamefanya uwekezaji. Unafanya uwekezaji ili nini? Wakati wa shida inapokuja uweze kusaidika. Pamoja na mapendekezo yote tuliyopata kutoka kwa nyinyi wadau wenzetu, sisi kama viongozi pia tuko tumeandaa baadhi ya maombi kwa serikali yetu. Tunaamini serikali yetu ni sikivu. Tunaamini mama yetu Samia na nia njema kabisa na wananchi wake. Kilio hiki tunachokipeleka kwa rais wetu, tunaomba kifanywe kazi kwa ajili ya maendeleo yetu sisi wenyewe na maendeleo ya nchi yetu. Ombi la kwanza ni malipo kwa awamu.
malimbikizo ya deni tunaomba tulipe kwa awamu, kwa sababu kweli kuna baadhi yetu ambao wanaweza kulipa kwa mkupuo, lakini wengi wetu tunafahamiana hali zetu, hawezi kulipa kwa mkupuo mmoja. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali yetu itutengenezee utaratibu mzuri wa kulipa kwa awamu wa madeni, ili hatimaye tulipe kodi ya serikali kwa maendeleo ya nchi yetu, lakini na sisi tupate mazingira rafiki kwa ajili ya biashara zetu. Ombi la pili ni ushirikishwaji wa wafanyabiashara. Tunaomba sana serikali yetu ya jiji la Arusha au halmashauri yetu iweke mfumo mzuri wa kushirikishana. Tunaomba kuwe na vikao vya pamoja kati ya halmashauri na wawakilishi wetu kwa ajili ya kuweka makubaliano ya pamoja juu ya masuala yanayohusu mustakabali wa biashara zetu, ili kuepuka hali ya kujiona kwamba tumetengwa au tunabaguliwa au hatuaminiki au hatuna thamani kwenye nchi yetu. Tunaomba kabisa kabla utekelezaji wa jambo lolote kufanyika katika eneo la stendi ndogo, tushirikishwe, tuwe na ule utayari na sisi kushiriki hilo jambo, kwa sababu kama linafanyika kwa manufaa yetu, basi na sisi tunatakiwa kushiriki katika kuleta hayo manufaa kwa nchi yetu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa atusaidie kuharakisha zoezi la upatikanaji wa mikataba ya uwekezaji iliyohuishwa kwa ajili ya kuondoa sintofahamu inayosababishwa na kucheleweshwa kwa mikataba hiyo. Ni ukweli kwamba sisi hatujui mustakabali wa maisha yetu hapa. Kwa sababu gani? Hatuna mikataba, na mikataba ambayo tuletea sio rafiki kama alivyofafanua Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti. Kwa hiyo tunaomba uishwaji wa ule mkataba tuliouomba, ule mkataba wa uwekezaji tulikuwa nao mwanzo, uishwe tupate mkataba kama ule ambao utatujengea sisi imani na kutujengea kwamba na kutuaminisha kwamba sisi bado tuna nafasi ya kuendelea kukaa mahali kwa muda fulani, kwa sababu mkataba una vipengele vyake, si ndio jamani? Namna ya ulipaji wa kodi, ukikoji labda vile vipengele, nini adhabu zitakazotokea. Hilo ni ombi namba 3. Ni ombi namba 4. Ombi namba 5, tunamuomba sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ndugu yetu Makonda. Tumeona akitembelea sehemu mbalimbali kuongea na wafanyabiashara au wakazi wa hao maeneo. Tunamkaribisha pia atembee eneo la stendi ndogo. Kama ndio baba yetu, ndio mlezi wa mkoa wetu, ndio msimamizi wa mkoa wetu, akija hapa akaongea na sisi, basi faraja itarejea na biashara zetu tena zitaimarika, na tutaenda kwa pamoja katika kujiletea maendeleo yetu na kulipa kodi za serikali bila shida yoyote. Kwa hiyo ndio kwa maombi yetu 5 kwa serikali yetu, ambao tunaamini ni sikivu na itaenda kuyafanyia kazi. Kikao hicho kikawatoa wafanyabiashara hao na wamiliki wa maduka kuelekea kwenye ofisi za mkuu wa wilaya kwa ajili ya kwenda kupata ufafanuzi juu ya mambo 5 ambayo waliyaazimia wakihitaji serikali yafanyie kazi. Katibu tawala wa wilaya ya Arusha aliwapokea wafanyabiashara hao na kutoa majibu ya jumla katika kile ambacho walikuwa wanakihitaji, kama hapa alivyozungumza nao. Kwamba leo kuna kitu tunasema kwa Kiingereza the fear of the unknown, yani tunaogopa kivuli tusiokiona. Kwamba leo wakivunja pale, sisi tunaenda wapi? Nani kakuambia wakivunja wanamleta Mkongo? Nani kakuambia wakivunja wanaleta Mkenya? Wakivunja sio kwa sababu ya kukuondoa. Wakivunja ni kwa sababu ya kuboresha ili ukae sehemu bora ikitokea wanavunja. Na ili iwe hivyo, siku wanapanga kwenda kuvunja, ni lazima mtashirikishwa tu. Ndio maana tukakubaliana kuboresha pale ni lazima, haiepukiki. Tunaweza tusifanye leo, tusifanye kesho, iko siku pataboresho. Kweli si kweli? Sasa ili kufika hiyo siku wanafanya maboresho, wakute na wewe una haki au una wajibu wa kuwekeza pale, kubaki pale, ni pale ambapo wewe unakuwa uko active. Unakuwa vipi active? Unakuwa active kwa sababu umelipa kodi yako, hudaiwi. Kuna madeni mnayotoka 2022 20 ngapi, si ndio? Yale kwa muda mrefu sana hayajalipwa. Walikataa hela. Tunaelewa, tumeshazungumza yote haya. Sasa tumekubaliana tutoe muda wa kutosha. Tangia huko nyuma mko mmepewa nafasi ya kulipa, lakini kwa sasa mwisho kuyalipa ilikuwa ni mwezi wa 7, mwezi wa 6 tarehe 30 mwaka huu wa fedha. Ila tumekubaliana na wenzetu kwamba kuwapa nafuu watu wapate muda wa kutosha wa kulipa, tupeleke mpaka robo ya kwanza ya mwaka wa fedha unaofuata, na tusiingie awamu nyingine ya 7 na madeni ya miaka kibao nyuma. Lakini kama itoshi, sisi halmashauri ya jiji la Arusha tunakaguliwa na mkaguzi mkuu hesabu za serikali kama halmashauri zingine. Kama mambo yenu hayako sawa sawa, mnapata hati chafu. Hivyo sasa, miongoni mwa hoja tulizonazo ni pamoja na haya madeni.
Ndio maana na sisi huku tumekuwa wakali kidogo ili madeni yalipwe. Sasa huwezi kuwa mkali afu kawanyanyasa watu. Hapo kwenye kutokunyanyasa watu ndio tukakubaliana tutoe muda hadi mwezi wa 9, na wenzetu viongozi wenu kwa upande wenu wamekubaliana na sisi. Tukiwafungia hamtapata hiyo ya kulipa. Si ndio? Kwa tumekubaliana sisi kamati ya usalama ya wilaya chini ya mkuu wetu wa wilaya pamoja na watendaji wetu wa halmashauri ya jiji. Na watendaji wetu wa halmashauri ya jiji wameingia risk. Mnajua risk, take risk. Yaani wameamua kubeba mzigo wenu kwa sababu wanatakiwa kujibu hoja za CAG kabla ya mwisho wa mwaka wa fedha kukatika. Lakini kwa maslahi ya Watanzania ambao wanafanya biashara pale, wakaona hili bwana tuwape nafasi hata robo ya kwanza ya mwaka wa fedha unaofuata, sisi tutajieleza kwa CAG. Huo ni upendeleo. Sawa jamani? Huo ni upendeleo. Mimi nawaomba kwa niaba ya mkuu wa wilaya, kamati ya usalama na watendaji wote wa serikali, hatuna ugomvi na nyinyi. In fact sisi wenyewe ndio wateja bali. Sisi ndio wateja bali, tunapita kwenye maduka tunanunua viwalo vyetu. Sasa ya nini kufungiana maduka? Lakini kingine ambacho narejea tu kwenye kauli ya babangu hapa. Yale madeni ambayo ni ya mwaka wa fedha 2024-25, yani ya mwaka wa fedha tunaoenda nao. Acha nini na ya nyuma. Yale ya nyuma enda Septemba, si ndio? Lakini ya mwaka wa fedha huu, yani zile kodi ambazo tutakao tulipe ndani ya mwaka wa fedha huu, tuendelee kuzilipa na mwisho tarehe 30 Juni. Si mnajua mwaka wa fedha unapinduka baada ya tarehe 30. Hesabu za serikali zote zinafungwa pale. Kwa hiyo tuendelee kuzilipa, tusisite. Unajipanga kulipa ile deni ambalo linatakiwa liishe Septemba mwaka huu, lakini wakati huo usisahau kwamba kuna muendelezo ya kipindi hichi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kama nimesema vibaya, nisameheni mimi mwanadamu. Lakini kama nimesema vizuri, basi tuungane sote kutimiza hii. Huu ndio wajibu wetu. Mkilipa nyie ushuru, serikali inaendesha mambo yake ya kimaendeleo kwa ajili ya Watanzania sote kwa ujumla. Shukuru sana amesema kwamba wanaomba jiji liwatambue. Si ndio? Haya mambo yote aliyoyaongea ni mambo ambayo yako kwenye mjadala wa mkataba. Ni mkataba ndio utakaotoa solution. Mkataba pendekezo lenu ambao linawasilishwa kule TLS wapitie, na pendekezo la jiji ambao litaleta final draft itawatambua kama wawekezaji au wapangaji. Mimi siwezi kusema hapa. Mimi siwezi kutoa final statement. Nyie mmeomba kwa sababu mmejenga, na mwenye ardhi naye ana jambo lake. Kwa hiyo mwisho wa siku utatoka kushoto, mwingine atatoka kulia, tutakutana katikati, tutapata jambo ambalo ni bora kwa sisi sote. Hili la kushirikiana ama kushirikishwa kwenye maboresho, amesema hata mwenyekiti wa wilaya hapa kwamba itakapofika wakati wa kufanya maboresho, wenye maslahi wa kwanza ni sisi ambao tuko active kwenye kulipa makodi yetu pale, ndio tutapewa kipaumbele kwenye kushirikishwa. Hili liko wazi tu, halina mjadala mrefu. Si ndio jamani? Na sidhani kama jiji watakuwa na pingamizi. Tuna diwani, tuna mbunge, tuna vyombo vyote, tuna wawakilishi, tuna viongozi wetu hapa ambao ikifika wakati wa kufanya hiko ambacho mheshimiwa waziri alikisema, waziri tu aweza akasema kwamba tutabomoa, tutawaondoa, mna tutawaboreshea Watanzania wetu wafanye biashara sehemu sahihi. Tunaanzaje, tunafanyaje, kwa utaratibu gani? Wakati tunafanya maboresho wataenda wapi? Mambo yote yatachakatwa. Msiwe na pressure. Sawa jamani? Dadangu utakuwa mwisho. Kupitia kikao hicho, wafanyabiashara wa stendi ndogo wamepata nafuu ya kodi, ikiwemo wale waliokuwa na malimbikizo ya kodi ya mwaka wa fedha 24-25. Wao wametakiwa kulipa fedha hizo kabla ya Juni 30, yani kabla ya mwaka huu wa fedha haujaisha, huku wale wenye malimbikizo ya kodi ya miaka ya nyuma wanatakiwa kulipa kidogo kidogo na sio kwa mkupuo hadi Septemba 30, huku pia rekodi zikiwekwa sawa. Wafanyabiashara hawa wanalipa kodi kiasi cha fedha shilingi 250,000 na sio kama ilivyoelezwa 200,000 hapo awali. Kwa mujibu wa sheria za halmashauri yetu ya jiji 250,000. Baada ya makubaliano hayo, wafanyabiashara hao walirejea katika maduka yao na kufungua na kuanza kufanya biashara kama kawaida. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi, naitwa Orumba Lebabas. Hii ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1, kuna maduka ya biashara. Namba 2, ofisi za taasisi mbalimbali. Namba 3 ndo hoteli yenyewe sasa.
Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hoteli inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 0